Chama cha Mapinduzi na yachukuliaje hasa katika majimbo ambayo pia yanaanzishwa na waheshimiwa wawakilishi na wabunge? Wanaipa thamani gani Chama cha Mapinduzi? Kwanza mbona nichukue fursa hii kwanza ni kusalimieni timu yangu ya Bahari FM, Bahari Media, Bahari Online. Nimekosa kama vipindi viwili hivi, kama Jumanne mbili hivi hatujaonana. Sasa lakini bwana Mohamed Bakari, bwana Bakari mwenyewe, Donald na timu nzima, kwanza niseme leo nimefurahi. Najua mna mengi mnataka kuniuliza, lakini swala lako la Bakari, bwana Bakari, ndio moja kwa moja kwa maana hiyo Chama cha Mapinduzi sisi tunathamini michezo. Ndio maana kwenye ilani yetu tumeweka kuboresha miundombinu ya michezo. Nadhani ukiangalia nchi zote za Afrika Mashariki, nimefanya utafiti, hakuna ilani ama hakuna sera ilo sisitiza kwenye michezo kama ya Zanzibar. Ukumbuke tunajenga viwanja 14, tena viwanja kwenye standard hivyo vya CAF na FIFA, vile vya kuchezea mechi kubwa na vile vya kufanyia mazoezi. Lakini tunajenga pia AFCON ground ambapo stadium ni kubwa sana. Kwa maana sisi katika michezo tumeboresha, na ndio maana tunaendelea kuboresha viwanja kila wilaya, kila mkoa, ili watu wapate kucheza. Na sio hivyo tu bwana Bakari, tunaanzisha na academy za wilaya. Maana ukisikia academy ni kama kijichuo hivi, watoto wanakaa wanacheza michezo mbalimbali, ambapo hata viwanja vyetu unavyoona tunapovijenga, tunajenga multi-purpose stadium ambapo inajumuisha na michezo mingine ya volleyball, basketball, netball na michezo mingine. Kwa maana sisi kwenye michezo tunaunga mkono jitihada za waheshimiwa wabunge, wawakilishi kuhakikisha inawakeep busy vijana katika michezo na kuto kuingia katika masuala mengine ambayo nchi yao na katika jamii zao. Tukukaribishe bwana Kaponda Cup huko wapi? Nilikuona juzi unapiga penalty ile. Ni penalty ya ufunguzi. Ilikuwa ufunguzi. Na nilimwambia yule kipa ukidaka hii akapaela. Akafikiria masiara. Unaona nimeenda kuingia kwenye mtego pale. Bakari wana alafu kaniambia kumbe bosi anatumia mguu wa kushoto. Sasa mguu wa kushoto na kwa juu mpira bwana. Lakini labda kama tubaki hapa michezoni, nakumbuka miaka kadhaa imepita hivi, timu ya Afisku iliwahi kushiriki kwenye michuano. Sikumbuki michuano gani wakashinda Kikeri. Afisku bado timu ipo ya mpira miguu pale? Pale kwa sasa hivi bado sina uhakika zaidi, lakini timu ipo. Timu ipo, na bado tulikuwa tunakwenda kucheza katika mashindano mbalimbali. Siku hizi tumekuwa busy sana, tumemaliza uchaguzi, tuna mambo mengine, tuna maziara viongozi, lakini tutaandaa hiyo mechi. Hakuna shida. Timu ipo. Safi kabisa. Tutakwenda kupiga tu ile soka. Safi kabisa. Haya msikilizaji, ikiwa dakika ni ya 34, huyo ni katibu wa kamati maalum ya NEC Direct Card Uenezi na mafunzo CCM Zanzibar, Comrade Hamisi Mbeto. Umemsikia hapo, na moja kwa moja leo tukianza ambacho michezo na burudani, kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho kwa sasa huwezi kukikwepa na Mohamed, kwa sababu ni michezo. Na Comrade mimi namjua kwamba ni mnyama. Na moja kati ya story kubwa ambayo inaendelea sasa hivi, mashabiki wa Simba wanasema kwamba Yanga wamejivunja. Kwa maana Yanga kamkimbia Simba. Ni sahihi, wametukimbia. Wanaogopa kipigo kati ya bana. Kule epu kule. Wakati mmoja ikazamisha sasa. Wafana bora atomoke asije kaparaganyika. Itaparaganyika timu yao piga tukapiga. Comrade, tutoke huko. Moja kati ya kitu ambacho sasa kimekuwa mjadala mkubwa sana, hususan mtandaoni, ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye baraza la wawakilishi. Baadhi ya mawaziri walitoa kauli, baadaye kaja ikatolewa ufafanuzi mbalimbali kuhusiana mambo mbalimbali ambayo mengine yameonekana kama kuzusha taharuki hivi, hususan kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na imara ama mustakabali wa muungano wa Tanzania. Sisi tunataka kufahamu kwamba Chama cha Mapinduzi kwanza wanazipokeaje hizi kauli, kwa sababu ingawa baadaye kuja kutoka ufafanuzi, lakini Chama cha Mapinduzi kwa maana ya CCM Zanzibar, nyinyi mnazipokeaje kauli za namna hii ambazo zinazusha taharuki mtandaoni? Kwanza sema msimamo kama Chama cha Mapinduzi unajulikana kwamba
Swala la muungano kwa sisi ni miongoni mwa tunu za taifa letu. So kwa maana kama kuna kauli, kama kuna vitendo vyovyote vinahatarisha muungano, sisi hatuko tayari kuliona hilo linatokea, na kama jambo hilo litatokea miongoni mwa watu ambao chama kimewapeleka pale, basi chama kitachukua hatua mara moja. Lakini sasa unajua katika haya mambo inategemea nani anazungumza na ufafanuzi wa jambo. Labda nizungumze kwamba swala la mfano nilizungumza naibu waziri diaspora alikuwa anazungumzia swala la ajira kwa wazao. Lakini sasa ya uwekezaji local inamtambua ni nani. Soma ile sheria namba 11 iko wazi kabisa. Inasema kwamba mzawa ni Mtanzania. Na lazima watu wafahamu hapa, Watanzania zangu wafahamu. Huwezi kuwa Mzanzibari kama hujawa Mtanzania kwanza. Lazima uwe Mtanzania ndio utakuwa Mzanzibari. Ndio maana hata vile vitambulisho ambavyo sisi tunavyo vinaitwa Zan ID, yani Mzanzibari mkaazi. Na nakumbuka ukiangalia katiba ya Zanzibar mwaka 1984, nakumbuka mwaka 85 Mzee Hassan Mwinyi alitia saini sheria ya Mzanzibari kazi, na ile sheria ikaja kufanya marekebisho hapa mwaka 2000 na kitu nadhani, ikasema hivi kwamba Mzanzibari kwanza ni Mtanzania ambaye aliyezaliwa Zanzibar na wazee wake wawili, ama aliyeishi, ambaye sasa hapo unakuja ile sifa kuwa na kile kitambulisho cha Mzanzibari mkazi chofamu, na Mtanzania yoyote, na hapa waandishi mnukuu vizuri, Mtanzania yote aliyoishi miaka 10 mfululizo Zanzibar ana right ya kupata ZNID. Kwa maana na Mheshimiwa Waziri, naibu waziri katika kupambana kwenye ajira, kwa sababu kwenye sekta ya utalii mimi najua. Nimekaa kwenye sekta ya utalii takriban zaidi ya miaka 15. Nilikuwa kama kamishna wa kamisheni ya utalii hapa Zanzibar. Sheria zetu ziko wazi kwamba priority tunawapa Watanzania. Si kama vile ilipotafsiriwa kwamba watafukuzwa Watanzania kutoka Tanzania bara. Ni wale ambao, kwa sababu unajua sekta ya utalii hapana inafungua. Na sio siri tuseme, siogopi kutaja nchi zetu, mfano kama Kenya. Wanakuja wengi kuja kuomba nafasi katika sekta hii ya utalii. Watu wanatoka Komoro wanakuja kwa ile maingiliano yetu na jamii ya Komoro kiasili, wanakuja ndugu zao wanaomba kazi. Wanatoka watu Rwanda, Burundi, lakini watu wanatoka Italy. Na sisi sheria yetu ile ya kamisheni ya utalii na pamoja na Zanzibar tumesema, kwa sababu sasa hivi tumeweka kwa zile kazi ambazo Watanzania wanaweza kuzifanya, hatutoi kuna kitu kinaitwa work permit ama resident permit. Hao wenye mahoteli wanakuwa wanaombea wataalamu wao, tunawanyima kwa sababu tunasema kazi hizi zinaweza zikafanywa na wazao wenyewe wa Tanzania. Sasa hivi kama tunavyo vikuu vingi, sio accounting, HR, sio manager, tunao vyuo vingi vikuu tunasomesha. Sasa wale ambapo kuna kazi ambayo unique, kwa mfano hizi 5 star na 7 star, kuna wale machef ambao wanaweza kupika vyakula mbalimbali, wale tunawaruhusu kuwapa hiyo work permit na resident permit. Lakini kuna nafasi nyingine ambazo zinaweza kufanya na local kwa maana ya Watanzania, hizo tunazuia kuwapa, na tumetoa mwongozo, tumeelekeza immigration. Kipindi kile mimi nipo kwenye kamisheni ya utalii, na bahati nzuri nilikuwa kwenye bodi na watu wazipa kwamba kwa zile kazi ambazo Watanzania wenyewe wanaweza kufanya, hizo zitafanywa na Watanzania. Sasa kwa maana mimi nikisema kwamba alichokuwa anakusudia naibu waziri, nasikana unajua kuzungumza ni ufundi, na kuchambua ni ufundi. Sio rahisi, ndio maana watu wanalipwa duniani kwa usemaji, tena wanalipwa pesa kuliko mtu yoyote kabisa. Kwa maana hiyo alichokusudia naibu waziri wangu Hassan Diaspora kwamba hizi ajira watakwenda kuwatoa wale ambao si wa Tanzania kwa mujibu wa sheria ya ZIPA inawatambua mzawa ni nani, kama local ni nani. Kwa hiyo Tanzania wana haki. Na chengine katika hii industrial sector ya utalii kuna kazi sasa hapa nakuja, kuna kazi specific wa Zanzibari hatuwezi kufanya. Na ndio moja ukiangalia, unajua kwenye utalii tunapotoa leseni, hatutoi leseni kama ya hoteli tu. Tunatoa leseni kwa accommodation, labda tunatoa leseni kwa restaurant ambazo zinapatikana kwenye zile Zanzibar.
huwezi kumwambia kafanye kazi baa. Kuna watu labda kutoka Tanzania bara wengi sababu ama kutoka Kenya. Mimi hata mimi mwenyewe mwanangu siwezi kumwambia kafanye kazi baa. Okay. Kwa maadili. Okay. Muislamu najua kule baa kuna ulevi na nini. Sasa kuna kazi, kuna mambo mengi. Sasa kuna kazi nyingine Wazanzibari wenyewe hazikimbilii. Sababu labda kuna kitendo kingine labda cha zile sayona na massage. Sababu sio sana tutoka Zanzibar kwenda kuchezea mwili wa mtu mwanamume au vipi tena yuko kama alivyo. Kuna ziko kazi katika mahoteli wa Zanzibar wenyewe sisi hatuzipendi wala hatutaki, lakini zilizobakia kama restaurant wanafanya, housekeeping wanafanya, kwenye gardeners wanafanya na maeneo mengine wanafanya. Kwa maana hiyo, na sio kweli kama wanasema Wazanzibari wavivu hawataki kazi. Wanapenda kazi wa Zanzibar na wanachapa kazi, lakini kuna maeneo kwa mujibu wa ya mila zetu na utamaduni bwana Mohamed au bwana Fantastic kuna watu wezi fanya. Lakini chengine kwenye kazi za ujenzi. Sofa. Unajua Wazanzibari bwana wamekuwa more advanced mapema. Leo ukienda duniani kote Mzanzibari anafanya kazi. Tunabeba box Uingereza, tunafanya kazi Dubai, Canada, kote tumeenea. Lakini hata Tanzania bara, mimi nimeshakwenda kule kwa jamaa zangu wa Sukuma, Safamu. Wako kule na kuta kwenye mashimo tele huko ya madini. Ukienda Geita wapo, wanahangaika, ukienda Shinyanga wapo, ukienda Tabora wapo. Tena wanakwambia sasa, na mimi najifunza sana tunaduara, nilikuwa siliduara ndo nini. Tuko mzamu wa kwanza, zile pima, wa pili mzamu gani? Unaambiwa kuna crusher. Sio kuna pipi, ni maneno wachimbaji wa sababu wenyewe wanajua kuna mwalo sijui. Haya wanakwambia Zanzibar kwa maana wapo. Wanafanya kazi kila pale, lakini nategemea kazi. Nyingine tunaweza kusema kwamba kuna kazi, kwa mfano hapa tuna mashine sasa, tuna kazi kubwa za ujenzi. Bado Zanzibar hatakuwa na chuo cha usafirishaji cha kusomesha uendeshaji wa yale magari makubwa, mitambo ile. Kwa maana natazama sasa ile fursa haikwenda mbali sana. Sababu kwanza tunaanza kwa ndugu zetu wa Tanzania bara kupitia chuo cha usafirishaji. Tukikosa tena mmoja na wanapenda kutoka Kenya, kutoka kwingine. Lakini ukiangalia magari makubwa ya tani 20, magreda yale makavetas mingi yanaendeshwa na wa Tanzania kwa mujibu wa sheria yetu, ni wazawa kutoka pande moja ya muungano, ndugu zetu wa Tanzania. Lakini kuna kazi, kwa mfano leo Donald, nikwambie wewe Donald na bwana Bakari, uchimbe mtaro kutoka hapa Migombani ufike paka magereza nikupe 25,000, wewe ufanye hata kidogo. Kwa sababu Wazanzibari wanataka volume. Okay. Ile ya kazi. Sofahamu. Kwa maana mwingine atafanya kutokana na mazingira aliyotokea na nini. Sasa utaambia Wazanzibari wataki kazi bwana. Mtachimbaje mtaro kutoka hapa Migombani mpaka kufika magereza unipe 50,000. Kazi ngumu, tena unatumia sururu, jembe na nini? Na nini? Na pauru kule zetu wanaita koleo chepe chepe. Unaona? Sasa kwa maana hivyo kuna vitu vingine lazima utasema nachagua. Kwa sababu kazi ile ya nguvu. Sasa kuna vitu vingine, lakini kweli wa Zanzibari wanapenda kazi, na Zanzibar hakuna ubaguzi wa aina yoyote. Hilo swala ambalo lileta mtafaruku kidogo, na tumewaambia mawaziri wetu wajaribu kutumia lugha ambayo nyepesi na ufahamika na kufafanua kwa kina. Jingine liliibuka swala la afya. Yes. Unajua sisi ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sahihi. Na tuna bima ya afya. Nadhani National NHIF kama NHIF. Sababu ile ni kitambulisho ambacho unapokwenda hospitali yote bara na visiwani unapata huduma. Lakini pia vile kuna matibabu kadi imetolewa. Kwa sababu sasa hivi tunatoka kwenye mfumo wa serikali kubeba kila kitu, tunakwenda kwenye outsource, kuzipa makampuni kuendesha ya mambo. Sasa kama una vile vitu utaleta matatizo, lakini sio kama una ubaguzi wa yote. Kwa maana hiyo ninachotaka kuweka sawa hapa kwamba kwanza Mtanzania yote anatibiwa. Hakuna ripoti yoyote alikuwa na mtu akasema mimi kwa kuwa nimetoka
Bukoba sikutibia. Hata sisi tunakwenda Muhimbili. Mimi mwanangu hapa alikuwa na tatizo kidogo na mti wa mgongo. Nadhani unajua watoto wanaficha, alipanda kwenye gate, kuna nyumba yangu nyingine, akabirukia, akaanguka, akaficha. Sasa akawa kenda shule akae vizuri. Anasema sasa kana ugopa. Akamwambia unajua watoto, mamake akamchunguza akamwambia bwana huko. Kamdadisi nikampeleka Mnazi Mmoja. Nasema kambano bosi hii kesi mpeleke Muhimbili. Safamu. Basi nimempeleka kule na sikuliza kitu. Akada yangu umetoa kama mimi unalipa. Unachangia matibabu. Kwa maana hili si jambo kubwa la kufanya la kushusha taharuki, kwa sababu viongozi wote wanajua kuna mifumo, na hii mifumo tumeiweka kutokana na budget tunazozipanga. Kwa maana niseme kwamba hakuna, na hichi chama ndicho chenye serikali zake zote mbili. Na mimi ndo msemaji hapa Zanzibar. Hakuna Mtanzania yote atakayekosa matibabu. Aidha uwe nacho hicho uwe huna, sofahamu. Hatuwezi kumwacha Mtanzania afe. Sawa, lakini vyema tukafuata taratibu. Wale ambao hawastahili kuwa na zile matibabu kadi, basi ipo bima sababu wafuate taratibu ili kuondosha usumbufu. Lakini niseme kwamba sisi ni Watanzania na tunabaki kuulinda Utanzania wetu. Na swala la mwisho nimalizie kwamba muungano ni tunu. Na muungano hatukuungana huu kwa kubahatisha. Wazanzibari ama wakaazi wa Zanzibar na wakaazi wa Tanganyika, sote ni raia, tunaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na muungano wetu huu haukuanza 64. 64 umekuja muungano wa kisiasa tu. Na ndio maana leo tuna makabila yetu, tuko Wandengereko, Wazaramu, Wayao, Wanyakyusa. Hapa katika historia ya utawala wa Zanzibar, Wamanyema wameolewa kwenye royal family hapa. Na wakazaa. Au sio? Kwa maana hiyo ni jamii hii imekuja miaka mingi huko nyuma. Tukatamkiana tulichokuja kukifanya 64 ni kuunganisha muungano wa kiserikali. Lakini ndio maana makabila yaliyoko Zanzibar yapo Tanzania bara. Baada sisi kuwepo wakaja wenzetu kutoka Persia, Washirazi, wakawa sehemu. Wakatoka watu India, wakaja Wareno hapa mpaka wazungu. Wareno wametawala miaka 200 wapo hapa. Lakini wakaja ndugu zetu Waarabu Omani mwaka 1800 na 39 wakaja baadaye na wakatutawala. Kwa hiyo tumekuwa Zanzibar cosmopolitans, tuna mchanganyiko wa mataifa mbalimbali, lakini tunasema indigenous natives, wazawa wa visiwa hivi ni watu walioanza kuja kutoka mwambao wa Afrika Mashariki. Hawa ndio tuko hapa, tunaendelea kuishi kwa amani na utulivu na muungano wetu. Kwa maana hiyo muungano huu ni wa kidamu, wa kidugu na wa kihistoria, si wa kisiasa tu wa kutoka kugawana vyeo na serikali 3, 4, 5, 2. Hapana, tutaendelea kuhudumisha muungano, tutaendelea kuulinda, na ndio maana maono ya viongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano na Rais Mwinyi, wamekuwa wao wakihubiri umoja, mshikamano na amani ya Watanzania. Haya, asante sana Comrade Hamisi Mbeto. Msikilizaji, ikiwa tayari dakika ni 49 tukakutimu kwa majira ya saa 2 kamili za asubuhi. Saa 3 kamili ni taarifa ya habari kutoka hapa Bahari FM Radio. Comrade, juzi ulikutana na wale vijana kutoka Tanzania bara mikoa 19 kwa ajili ya kuzungumza nao kwenye swala zima la amani, na ulizungumza sana kuhusiana na swala zima la amani hususan kwa vijana. Umezungumza, tunataka kujua kwa upande wa mzazi, kwa sababu kuna haya maneno ambayo wahenga walisema kila mchumba janga hula na wakwao. Wewe umezungumza pale, tayari umezungumza na vijana, lakini mzazi ana nafasi gani ya kuzungumza kwa mwanawe ili kuweza kujiepusha kujiingiza katika makundi ambayo ni hatarishi, ambayo ni machochezi? Mimi nisema kwa ufupi ili tupate swali lingine kwamba nilipokea maandamano ya vijana kutoka mikoa 19 ya Tanzania. Yes. Walikuja hapa wakafanya ziara, wakatembelea miradi ya maendeleo na wenzao timu ushindi wanajiita Tanzania. Walikuja viongozi wao na mimi nikawaasa tu, nikamwambia kwanza mjue mmefanya jambo zuri, hii ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hapa ni kweli, lakini kumbukwe sasa hivi kuna chokochoko huko zinaendelea za kutaka kufanya maandamano ambayo sio halali. Yes. Nikawasihi umuhimu wa kutunza amani ya Watanzania. Maandamano kwa mujibu wa katiba yetu imeruhusiwa, lakini kuna utaratibu. Ukisoma PGO, Police General Order, imeweka utaratibu
wa kupata ruhusa ya polisi kufanya maandamano. Kwa maana hiyo wafuate, na polisi wanachunguza, wakiona maandamano haya yanaashiria uvunjifu wa amani, wanayo mamlaka ya kuzuia. Na ndio maana mkimuona polisi si kila jambo anatumia nguvu. Mkiona nyuma yukusanyana mmekamata makuti, mnacheza viuno tu, anakutazameni tu polisi. Polisi ana taratibu, mpaka ukiona anachukua nguvu kuna hatua ambazo zimemwelekeza. Na polisi karuhusiwa kutumia silaha. Lakini ikifika mwisho wa yale yote, amepiga maono, katumia washawasha, katumia nini tandike. Lakini leo mkikusanyana, mkiwa mlemba ala kufanya kitu. Kwa maana tujiepushe wa Tanzania na kuvuruga amani ya nchi yetu. Tujue Samia baada ya miaka 5 ataondoka, Mwinyi ataondoka, nchi itakuwa pale. Una haja kuvunja amani, kuatia ndugu zako kwenye matatizo yetu kwa kuwa tu umpendi Mbeto. Mbeto ataondoka tu hapa. Mimi nafasi kabla mimi Salkoko wengine. Na mimi muda wangu kisha utaondoka. Kwa maana usitumike kwa Mbeto ukakiharibu chama chako, ukaharibu nchi yako, ukasababisha political chaos katika nchi eti tu kwa kuwa humtaki Mwinyi, humtaki Samia. Niliwasisitiza vijana watunze amani, wadumishe amani, pamoja na sisi wazee sasa. Tuwe tunawapa counsel watoto wetu, tunakaa nao kuwafundisha umuhimu wa amani na umuhimu wa maisha yao ya baadaye. Comrade, moja kati ya nafasi yako manake pia unadili na swala la mafunzo, lakini ndani yake pia kuna itikadi, manake pia kuna historia ya taifa hili. Lakini kwanza nikupongeze, una historia nyingi sana kichwani, una historia kubwa sana. Mimi nataka nifahamu, unajua mawaziri wengi tulionao sasa hivi ni vijana, na huko nje inaonekana ajenda kubwa, manake jambo lolote dogo likizungumzwa basi huku mtandaoni watu wanalipotosha kwa kiasi kikubwa, hususan kwenye masuala ya muungano na mambo mengine ya kisiasa. Chama hakioni muhimu, umefika wakati mawaziri tulionao labda na wao wapate mafunzo ya itikadi? Mimi nadhani kwamba umenitangulia kuniuliza ile swala. Mimi kama idara yangu nimeshaandika. Nimeshaandika na tuliwahi kuwaita siku moja. Nimeshaandika, sasa ni wakati wa kwanza mafunzo. Lakini unajua idara ya uenezi haina fungu moja kwa moja. Inaandika na mpelekea naibu katibu mkuu. Sasa naibu katibu mkuu aiwezesha idara ili ifanye hayo. Na ni kweli ni muhimu sana. Unajua ukiwa hujui historia yako, wapi umetoka, wapi upo na hapo unataka kuelekea, ndio maana ukasema mchuma janga ulala na wakwao. Safahamu. Kwa maana naweza kwa hajui umuhimu ile taifa limejengwa kwa misingi gani. Hajui kama watu walitembea zaidi ya kilomita 2 kwa miguu kutafuta uhuru. Hajui kama watu walipoteza hapa maisha yao kwa kutaka uhuru wa Zanzibar, tukafanya mapinduzi. Sasa mtu anaona rais ndio anaona kila kitu kipo, analala anaamka, anapata kuna watu wali sacrifice wakafa ili sisi tujitawale na tuishi vizuri. Kwa maana ni muhimu, na tayari idara yenu hii imeshaandika na imeshapeleka ofisi ya naibu katibu mkuu. Tunasubiri sasa kuwezeshwa ili tuendelee na mafunzo. Tena si hayo, si kwa hao. Tutaanza mafunzo kuanzia grassroots. Kuanzia chini. Sasa hivi tumepanga mtu ambaye tutakayempendekeza, kwa sababu niseme kabisa tunaenda kwenye chaguzi za chama. Tutakayempa dhamana katibu wetu wa tawi, basi anajua historia, anakijua nchi yake, anajua chama chake, na ajue nini chama kinahitaji kutoka kwake. Si viongozi wanawekwa tu kwa kwenda kuwapigia kura wabunge na wawakilishi wakati ukifika. Ajue na asimamia hayo mambo. Mwenezi, kwenye tukiwa tunamalizia, umezungumza kwa urefu kuhusiana na changamoto hizi ambazo zimejitokeza katika siku za hivi karibuni, lakini wapo wa Zanzibari na wa Tanzania bara, wengine wa Tanzania wenzetu ambao wako Tanzania bara, wengine wamepata hofu kuhusu Zanzibar, labda kumebadilika, kumechafuka. Nini maoni yako au nini ushauri wako kwa wenzetu wa Tanzania wote juu ya Zanzibar ilivyo? Hakuna hizo ubaguzi wala vitu vinavyohusiana na hivyo. Bwana Bakari, mimi niseme kwamba Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zanzibar iko salama na Watanzania wote wana haki ya kuja Zanzibar kutembea na kukaa. Hapa ni pao na wana right hiyo kama Mtanzania mwingine yote mwenye haki kwenda popote pale kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zanzibar ni salama, Zanzibar fursa zipo. Ukiona umekaa Mwanza, fursa zimekukwaza, njoo Zanzibar. Itategemea taaluma yako, umesomea nini. Na nakumbuka kuna vijana wengi kwa kipindi kile kwa kamishna pale kutoka chuo cha Victoria pale Mwanza cha utalii, wamekuja hapa na wanafanya kazi kwenye mahoteli na wamejenga, wanaishi washazaa,
wameolewa na Wazanzibari, maisha yanakwenda. Kwa maneno watoa hofu wa Tanzania, hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar ni kwao, wana haki kuja kufanya alimradi wafuate sheria na taratibu zilizowekwa kwenye nchi husika ama na serikali zetu. Kwa maneno watoa hofu wa Tanzania, Zanzibar pako salama, habaguliwi mtu, na wote wa Tanzania wana haki kutembea na kukaa katika Jamhuri ya Muungano hii yetu wa Tanzania. Tukushukuru sana Comrade Khamisi Mbeto. Sasa tukamili taarifa habari, kwa una lolote la kumalizia ama kama kuna ujumbe ili tuweze kuondoka. Mimi ujumbe wangu kwamba nimalizie kwamba kwanza tuwashukuru sana viongozi wetu wakuu, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuijenga nchi yetu na kutuunganisha, lakini pia tumshukuru Daktari Hussein Ali Mwinyi, tunasema kwa kutuheshimisha Zanzibar, kwa kuijenga nchi yetu kila pahala na kuhakikisha Wazanzibari na Watanzania wanaishi Zanzibar tunaishi kwa amani na utulivu na kufaidi matunda ya nchi yetu ya Tanzania, na kazi nzuri ambayo inafanywa na ilani ambayo CCM ilinadi ndani ya siku 46, na kwa kweli Rais Mwinyi anaitendea haki na anafanya vizuri sana, na leo kila mtu anashuhudia, kila pahala wananchi wanapata huduma, kila pahala kazi inaendelea kujengea maisha yao na miji yao pamoja na miundombinu yao ili waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi. Heko Dr. Samia, heko Dr. Mwinyi, tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Shukrani sana msikilizaji ambao ulikuwa nasi toka pale majira saa 12 kamili ya asubuhi, na sasa kasoro dakika 3 hapo kutimu kwa saa 3 kamili za asubuhi, taarifa habari na kuja kuchukua nafasi ya kwake. Tumekamilisha na katibu wa kamati maalum ya NEC idara ya itikadi, uenezi na mafunzo CCM Zanzibar, Comrade Khamisi Mbeto. Kwa niaba ya timu yote ya Safari Bahari, mimi naitwa Mohamed Bakari. Fantastic, asante.